Siku za karibuni hapa Tanzania nakwenda kufanyika mnada mkubwa unaoitwa Tri Nations Livestock. Na katika kuzungumzia huo tunaye kinara Bi Hamida Saida Bwana Heri. Wewe ni mfugaji ambaye tunataka kusikia mazungumzo yako kama mtu ambaye ni mfano bora sana na ambaye unaitazama hii fursa ya ushiriki huu wa Tri Nations Livestock Expo, hiyo namna ambavyo inavyoweza kuwainua wengine lakini pia kuwahamasisha wengine kuweza kuwa wafugaji bora. Karibu sana katika Laseri Lounge. Asante sana. Sub Investment. Watayarishaji wa chakula cha Subfeed. Okay, kwa Subfeed inatoka kwenye Sub Investment. Ni kitu gani hasa? Sub Investment imekuja baada ya kampuni ya Jesa Animal Feeds ambaye ni watengenezaji wa chakula cha Subfeed ambao tumekuwa sokoni kwa takriban miaka 16. Okay. Tukitengeneza vyakula vya mifugo. Lakini tukiwa sisi wateja wetu ni wafugaji, hasa wadogo wadogo na wa saizi ya kati. Kwa hivyo tukiwa katika utengenezaji wa vyakula tukagundua kuna changamoto kubwa kwa wafugaji. Kwa sababu hawakui, wanapiga mark time kila siku wako pale pale. Na sisi wale wakikua na sisi tumekua, kwa sababu ndio wateja ambao tunawategemea. Lakini pia tukiangalia kwa undani tunaona ni biashara yenye faida sana. Tunashangaa ni kwa nini wenyewe hawakui. Kwa hiyo tukaja na wazo jipya wa kufungua kampuni ya Sub Investment, hususan kuangalia na kuangalia changamoto za wafugaji. Wanakwama wapi pana changamoto. Kwa hiyo tukafungua kampuni ya Sub Investment, tukaanza kufanya uchunguzi kwa wale wafugaji ambao wanatuzunguka. Tukagundua wana changamoto kuu 4 ambayo ni elimu, masoko, mitaji na uangalizi usimamizi wa miradi yao. Hizo ni changamoto ambazo zinawafanya wafugaji ile biashara ya ufugaji inaonekana kama ni biashara ya hasara. Kwa hiyo na hapo hasa unawagusa wafugaji wa kuku. Sisi tuko kwenye wafugaji wa kuku zaidi, lakini tuna wafugaji wa ng'ombe kwa sababu tunatengeneza vyakula vyote. Tunatengeneza vyakula vya kuku, vyakula vya ng'ombe, vyakula vya mbwa, vyakula vya samaki. Kwa hivyo tukawa walenga wale wafugaji changamoto yao kubwa ni nini. Kwa hiyo tukaja na kampuni. Kwa hiyo hii sisi tunatoa, lakini tukiangalia hizi changamoto zote 4 zinabebwa na changamoto kuu moja tu ambayo ni elimu. Hawana elimu ya kutosha kwa ajili ya ufugaji. Na biashara ufugaji ni very sensitive, sio kama biashara nyingine. Yaani kosa moja sisi kwetu inakugharimu pesa. Yaani chochote utakachofanya kitakugharimu pesa. Kwa hivyo tukaona sasa sisi tutembee na elimu. Kutoa elimu kwa wafugaji ni jinsi gani ya kufuga, wapi wanatakiwa kupaangalia. Hizo zote mitaji, masoko, kama hujui hata jinsi gani kutafuta masoko pia ni changamoto. Kwa hivyo nini hasa ambacho mmekifanya sasa katika kutoa elimu na pengine elimu hizo zimewasaidia kwa kiasi gani wafugaji mpaka hivi sasa? Sisi tumefundisha wanawake hasa wanawake sisi, kwa sababu natamani sana kuzungumzia wanawake kwa sababu ni sekta ambayo inawafavor sana wanawake. Kwa sababu ni biashara ambayo kwa mwanamke unapoifanya utabeba vitu vyote kwa wakati mmoja. Utabeba familia na utabeba. Kwa hivyo tumejaribu kutoa elimu ya ufugaji. Kwa hiyo sasa hivi mfugaji yote ambaye anaingia kwenye ufugaji anajua eneo halisi la kufuga. Jinsi gani ataandaa banda lake, liangalie wapi. Anataka kufuga kuku aina gani, anahitaji mtaji kiasi gani. Kabla hajaanza kufuga ni vitu gani muhimu anatakiwa kuanza navyo. Yaani usiingie tu kufuga kama huna soko tayari. Usiingie kufuga kama hujui ni wapi utapata vitu vyako vyote kwa ajili ya ufugaji. Lakini pia kuwafundisha ni jinsi gani ya kutengeneza mahesabu yao kwenye ufugaji, kwa sababu wakati mwingine mtu anafikiri anatengeneza faida kumbe anatengeneza hasara. Hapigi hesabu, kuna vile vitu vidogo vidogo viko mle ndani havioni. Kwa hivyo hizo zote lazimsaidia sana kuwainua wafugaji, lakini pia kuona riziki zilizomo katika mifugo yao, hasa kuku na mbuzi na nini. Kwa hivyo akishavijua hivyo vyote vinamsaidia sana kuweza
kukua katika ufugaji wake. Natamani kufahamu kuhusiana na maandalizi yenu kuhusiana na kushiriki katika Tri-Nations Livestock Expo mwezi Juni. Nyinyi kama Sab Investment, lakini pia kama wale wafugaji wengine ambao umetoka kuwazungumzia, ambao mmeendelea kuwafanyia kama mentorship na kuwalea, maandalizi yenu yakoje? Sisi tumejiandaa, tutakuwa pale na tutakuwa na banda letu. Sawa. Kwa hivyo sisi pale kikubwa tutakuwa tunatoa elimu katika banda letu. Ukifika kwenye banda la Sab Investment itakupa elimu kamili ya ufugaji, na kwa kuwa ni maonyesho makubwa ambayo yanakwenda kujumuisha wafugaji wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni rahisi hata sisi kuwafikia kwa ukaribu zaidi na kuweza kupata huduma zetu, lakini pia kuona vyakula vyetu ambavyo pia tunavizalisha ambavyo sisi tunaamini ni bora, vimeweza kuwasogeza wafugaji sehemu za mafanikio. Ni maonesho ambayo yanajumuisha wafugaji kutoka Tanzania na wengine kutoka nje ya Tanzania. Maanake bila shaka kutakuwa kuna swala mosi kubadilishana uzoefu, lakini pia ni ushindani wa kibiashara, kwa sababu tunafikiri na tunaamini kwamba wapo watu wengine ambao wanafanya vitu kama Sab kutoka katika mataifa mengine. Hii mnalitazamaje katika jicho la kibiashara? Kwanza sisi kwetu ni baraka, kwa sababu unakutana na watu wanaofanya vitu kama wewe lakini katika mataifa mengine ama katika mikoa mingine. Kwa hiyo kuna swala la kubadilishana uzoefu, kwa sababu huwezi kujua kila kitu. Tunajifunza kupitia wengine. Kwa hivyo sisi kwetu hiyo ni fursa kubwa sana, cha kwanza. Lakini pia kutambulika. Inawezekana tunafanya vitu vikubwa, inawezekana tumefanya mambo makubwa, lakini kupitia hili jukwaa, kupitia haya maonyesho, watu watakwenda kujua Sab Investment inafanya nini. Kwa hiyo tutaweza kuwafikia, kama nilivyosema, tutawafikia watu ndani na nje ya nchi, kwa sababu ni maonyesho ambayo ni makubwa na kihistoria yanakwenda kutokea. Wale ambao mnawamenta sasa mkifanya kazi hii, na kipi ambacho mnakiacha kwa wafugaji ambao ni chipukizi, hasa wanawake? Sisi kama tunavyosema, tunachokiacha ni kwamba tunakuwa na wafugaji wetu na tunajivunia, kwa sababu tumeshakuza wafugaji wakubwa sana. Lakini pia tumelenga pia kwa vijana pia zaidi. Tumekuwa na program na miradi ya vijana tumekuja nayo. Kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na tatizo kubwa sana la ajira nchini. Okay. Hilo ni tatizo kubwa sana, lakini sisi tunaiona ajira kwenye ufugaji. Na kama alivyosema kaka pale, nini tutaonyesha kule, tutakwenda na ile miradi yetu ya vijana. Vijana tunawakaribisha kwenye banda la Sab Investment, kwa sababu kuna vitu vipo tu katika maeneo yetu tunayoishi. Watu hatuoni kama ni pesa, lakini Sab tunajua ni pesa. Kwa hiyo katika ile miradi tunakuja na mradi wa Sab Choma Point na Sab Yai Point. Hiyo ni miradi ya vijana ambayo imeweza kuinua vijana wengi sana, hasa tuliwalenga wale vijana ambao wametoka vyuo vikuu, ambao wanatoka vioni hawana kazi ama bado wako mavioni. Kuna vijana ambao sisi pia tumewalea kupitia mavioni, wakiwa vioni lakini bado wanafanya vizuri sasa hivi. Katika maonyesho haya mwaka huu inaangaliwa pia, katika mambo ambayo inaangaliwa pia mwanamke katika kilimo, ama women in agriculture. Wewe binafsi unajisikiaje kuwa kiongozi, msimamizi wa huu mradi ambao unaona ukikua kila kukicha? Kwanza kiukweli, kwa mimi kwa sababu nimekuwa katika hiyo sekta kwa muda mrefu, na kama ni mwanamke na ni sekta ngumu kiukweli ukiangalia kwa haraka. Kwangu mimi imenipa faraja sana kama dunia inakwenda kumtambua mwanamke mkulima na mfugaji. Mkulima na mfugaji ni kitu kimoja. Kwa hiyo kwenda kuwatambua wanawake ambao wamethubutu katika hilo eneo la ufugaji, kwangu mimi inanipa hamasa kwamba nasikia kuendelea zaidi. Lakini pia itakuja kuwa motivate na wengine ambao walikuwa wanaiogopa, wakifikiri kwamba ufugaji, ukulima ni jambo ambalo ni la kishamba. Lakini kama dunia imekwenda kumcelebrate mwanamke ambaye ni mfugaji na mkulima, mimi nadhani kwamba na sekta inaenda kukua zaidi. Umezungumzia
yani, nataka tu kuongeza hapo katika uchokuwa nakisema. Mwanamke kuwa kiongozi, msimamizi wa miradi mikubwa na mpaka katika hatua ambazo mmefikia, bila shaka changamoto na kumekuwa ni safari ya milima na mabonde katika sekta hiyo, katika hali ya kuwa mwanamke, hili kwako likoje? Of course, kama tunavyojua umeshusha pumzi. Nimeshusha pumzi kwa sababu kiuhalisia katika kidunia, mimi nasema labda ni mtazamo wangu, kidunia, dunia haiko fair sana kwa mwanamke. Yani tunapambana, yani tunajivuta kufika pale tunapotaka kwenda, lakini sasa kuna sekta pia nazo ukiziingilia kama mwanamke, nayo inakuwa ni changamoto zaidi, hasa sekta hizi za ukulima na ufugaji. Ni sekta ngumu, na hata kwa sisi ambao wenye viwanda vya vyakula vya mifugo, ukiangalia katika viwanda vya Tanzania vya vyakula vya mifugo, nafikiri 1% au 2% ndio utakuta wanawake ndio wameingia kwenye hiyo biashara. Yani nikisema tu hivyo automatic unapata picha. Yani kuna changamoto nyingi kwamba mtu kwanza hakuamini kama ni mwanamke unaweza kufanya. Kwa hiyo ni ngumu hata kumshawishi mtu kwamba naona, lakini ufusi wafanya vizuri na nashukuru Mungu. Uzuri ni kwamba pia kuna ugumu kumwaminisha mtu, lakini once akikuamini basi. Hongereni sana, hongereni sana kwa kweli. Kwa kweli hongereni sana. Mimi binafsi takuwa ni miongoni mwa wale ambao watakao kusubiri kutazama Tri-Nations Livestock Expo. Kwa karibu sana kwa ajili ya kujifunza vingi zaidi. Tunakukaribisha sana katika banda la Sabo Investment na hautojuta kufika pale. Nashukuru sana. Ni Saida Bwana Heri, mkurugenzi wa Sabo Investments, na tumezungumza naye hapa mengi, lakini yote kwa yote ni kuelekea maonesho makubwa ya kilimo ambayo yatafanyika pale Chalinze Pwani June ya mwaka huu wa 2026.